Na taarifa hii ambapo familia moja kutoka kijiji cha Rumbie eneo bunge la Funyula kaunti ya Busia inalilia haki baada ya mwana wao aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Mount Kenya kupatikana ameuawa kwa njia tatanishi. Familia hiyo inadai haijafanikiwa kupata ripoti kutoka chuo hicho cha Mount Kenya. Kulingana na mamake kijana huyo, Jerusa Bwire, alipokea ripoti kutoka kwa maafisa wa polisi wa kituo cha Kabati kutoka Nairobi ambako alimuelezea kuwa mwanae Palma Bwire mwenye umri wa miaka 19 alipatikana akiwa amejitia kitanzi na anafaa kufika ili kudhibitisha kuwa ni mwanae. Hata hivyo, ripoti ya kwanza ilionyesha kuwa marehemu alijinyonga, ila kwenye ripoti ya pili baada ya familia kutaka kujua zaidi kilichomuua mwana wao ilionyesha kuwa aliuliwa. Mvua ilikuwa imenyesha, mvua kubwa. Siku ambayo ilisemekana ilikisiwa kuwa mtoto alikuwa amejinyonga, but tulipata viatu vyake viko clean sana. Hakuna dalili yoyote ya hiyo viatu kukanyaga chini. Kitu kingine ambayo ilitupatia kushuku, tulipata kuwa pahali ambapo alituonyesha walipata mtoto. Mtoto ni mrefu, alikuwa amefanya nini? Amekanyaga chini. We guarantee that security is enough in the school. Tuli decide mtoto aishi ndani ya shule. Tena if it comes mtoto alipita akatoka akakufia nje ya shule, inatupa jambo tatanishi. Haitupi amani kwamba hiyo shule iko safe kwa watoto wetu. Bila shaka ni huzuni kubwa kwa mzazi kumpeleka mwanawe shuleni alafu baadaye aitwe kuchukua mwili wa mtoto wake ambaye ni mauti. Katibu wa Wizara ya Mambo ya Nje Korir Sing'oei amesema Kenya inaendeleza jitihada za kuhakikisha